Katika juma lililopita, mji mkuu wa Irani, Teherani, ulijaa sauti za ibada ya Ijumaa, lakini haikuwa tu ni ibada ya kidini, bali pia lilikuwa uwanja wa kishujaa wa kisiasa, ambapo kiongozi mmoja wa dini, Mahmoud Javad Haji al-Akbar, alitoa onyo lisilo na mfano linaloweza kugeuza ramani ya nguvu katika Ghuba la Uajemi. Akizungumza mbele ya maelfu ya waumini waliokusanyika katika msikiti mkuu wa Tehran, Haji al-Akbar alisema kwa kauli yenye uzito wa silaha, ambapo alisikika akisema, na hapa nanukuu, dola trilioni 1 mlizowekeza katika eneo hili ziko chini ya uangalizi wa misumari yetu, mwisho wa kunukuu. Kauli hiyo yenye msisimko na ujasiri ni ishara wazi ya Irani kwamba haitaachwa wanyonge, kwani hiyo ni tahadhari isiyo ya kawaida, ikionyesha kuwa uwekezaji wowote unaohusiana na Marekani katika eneo la Ghuba la Uajemi unaweza kuwa kwenye mstari wa moto wa Irani ikiwa taifa hili litashambuliwa, kwani Haji al-Akbar hakutoa maelezo ya aina ya uwekezaji unaolengwa, lakini kauli yake yenye kishujaa iliacha wazi kuwa mipango ya silaha ya Irani iko tayari kila wakati. Hali hiyo inatokea huku Rais wa Marekani Donald Trump akitangaza kuwepo kwa armada ikielekea Irani, huku akiweka wazi hatari ya hatua za kikatili dhidi ya waandamanaji wa ndani na kurejesha mradi wa nyuklia, kwani kauli ya Haji al-Akbar ni jibu la moja kwa moja linalofafanua kuwa Irani haina hofu ya mashambulio ya kigeni na ipo tayari kulinda heshima na usalama wake kwa kutumia nguvu yoyote iliyo lazima. Wakati huo huo, madai ya Marekani kwamba Irani imepunguza adhabu za kifo ya waliokuwa wamekamatwa katika maandamano ya kitaifa Irani imethibitisha kuwa si kweli, kwani jaji mkuu wa Irani Mahmoud Movahed alinukuliwa akisema, dhana hii ni uongo kabisa. Hakuna nambari kama hiyo, wala mahakama haijachukua uamuzi wowote wa aina hiyo, mwisho wa kunukuu. Hali hiyo inaashiria mashiko ya mamlaka ya Irani dhidi ya maneno ya kigeni yaliyolenga kudhoofisha hadhi yake ya kisiasa na kidini pia. Waziri wa mambo ya nje wa Irani, Abbas Araghchi, alisema wiki iliyopita katika mahojiano na Fox News, na hapa nanukuu, hakuna mpango wa kufunga mtu kabisa, mwisho wa kunukuu, kuhusiana na maandamano dhidi ya serikali. Hali ya ghasia za ndani ya Irani inachukuliwa kwa uzito mkubwa na jamii ya kimataifa. Baraza la Haki za Binadamu la Umoja wa Mataifa limepanga kikao cha dharura kujadili unyanyasaji ulioarifiwa dhidi ya waandamanaji, huku baadhi ya mataifa yakihimiza uchunguzi wa kina ili kuhifadhi ushahidi kwa kesi za baadaye. Kwa mujibu wa mashirika ya haki za binadamu, maelfu ya raia wakiwemo watu wasiohusika wamepoteza maisha katika maandamano ya hivi karibuni. Tukio hili limekuwa changamoto kubwa zaidi kwa serikali ya Kiislamu ya Irani tangu mwaka 2022, ikionyesha hali halisi ya mvutano wa ndani na hatari ya mashambulio ya kigeni. Hilo si onyo la kawaida, ni ujumbe wa kishujaa wa kweli unaotuma ishara kwa mataifa yote yanayohusiana moja kwa moja na uwekezaji wa Marekani katika Ghuba ya Uajemi, kwani kila hatua ya shambulio itakabiliwa na nguvu isiyo na huruma ya Iran, huku misumali ya silaha yake ikiwa tayari kufuatilia kila nambari, kila uwekezaji, kila hatua isiyo ya heshima. Hali hiyo inatoa picha halisi ya dunia ya kisiasa, ambapo mashirika, uwekezaji na mamlaka huchukuliwa kwa uzito mkubwa, na taifa la Irani likionyesha kishujaa kuwa halitatishiwa katika janga la kisiasa. Misumari yake si tu ishara ya ulinzi, bali pia ya kuonya, kwani kwa Irani, yoyote anayehusiana na Marekani katika eneo hili yupo hatarini, na Irani haitashiriki katika mchezo wa hofu, bali inashikilia nguvu na ujasiri wa kweli.